ni kiungo ushambuliaji ndio, lakini ni kiungo ushambuliaji mbunifu ambaye yuko tofauti na wengi wa namna yake, kwa sababu wengi wa namna yake waliojaliwa kipaji na Mwenyezi Mungu katika kuwa na mpira, kudribble, kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, ana mambo mengi ya kufanya, huwa ni wavivu katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi pindi timu inapopoteza mpira. Sasa Pacome kwenye kuzuia pia yuko vizuri mno, hakika sana, yuko vizuri sana. Sasa ndio maana kwenye hizi mechi 3 zilizopita akiwa ametoka kuwa majeruhi, anastahili pongezi zake, kwa sababu kwenye hizi mechi 3 wanashinda Yanga mabao 12 kwa ujumla, hawajaruhusu bao. Mechi dhidi ya Tanzania Prisons Yanga wanashinda 3-0. Mechi dhidi ya Pamba Yanga wameshinda 3-0. Mechi dhidi ya Mbeya City Yanga wanashinda 6-0. Mechi 3 mabao 12. Sasa ukizama ndani zaidi katika hicho tunachosema kwenye small details, utagundua Peodo Pacome Zouzoua kwanza amefunga mabao 3, si ndio? Ndio. Kama unakumbuka vizuri, mechi dhidi ya Mbeya City kafunga mabao 2. Mechi dhidi ya Tanzania Prisons kafunga bao la 3 kama unalikumbuka, ambalo lilifanana na bao la pili katika mechi dhidi ya Mbeya City.